Asante sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji popote ulipo pale. Ni kwamba siku ya leo basi ni siku nyingine tena ambapo mashabiki wa soka wako na hamu kubwa sana ya kuweza kushiriki katika dimba la UEFA Champions League ambapo ni quarter finals za kwanza msimu huu mwaka 2024-2025. Ni kwamba timu ya Arsenal kwa mara nyingine tena wamejikatia tiketi ya kuweza kuingia katika robo finali hii, na ni kwamba wanakwenda kucheza dhidi ya Real Madrid. Kumbuka Real Madrid ni baadhi ya klabu kubwa ulimwenguni, hasa hususan katika ligi ya Spain ama ukipenda Spanish La Liga, ambapo ni kwamba Real Madrid wana uzoefu mkubwa sana wa kubeba taji hili la UEFA. Ukitazamia wamelichukua miaka na mikaka, ni kwamba wamechukua kombe hili mara 15, kwamba wanapiga upato mkubwa sana kuweza kushinda katika semi hizi dhidi ya Arsenal na kuweza kujipatia tiketi ya kuweza kusonga mbele. Lakini upande wa timu ya Arsenal ni kwamba vile vile historia ipo, na sijui kwamba huenda ikajirudia ama itakuwa ni tofauti na vile ambavyo tunajua ama vile ilivyotokea awali. Ni kwamba Real Madrid licha ya kuwa ni wachezaji wana wachezaji mahiri, ni timu kubwa, lakini katika michuano ya awali walipokutana na Arsenal ni kwamba hakuna hata mechi hata moja Real Madrid washawahi piga Arsenal, iwe ni nyumbani ama iwe ni uga wa ugenini. Ni kwamba Real Madrid mechi yao ya mwisho kabisa dhidi ya Arsenal ilikuwa ni wakati ule wa 2004 ukipenda mwaka 2004 mwaka 2005 katika semi final zile, ambapo Real Madrid waliweza kutoka bao 1-1 katika uwanja wa Santiago Bernabeu, Real Madrid dhidi ya Arsenal, na kupelekea mechi hiyo basi kuchezwa hadi dakika za nyongeza, na ni kwamba walikwenda katika mikwaju ya matuta na Arsenal wakaweza kuipiga Real Madrid magoli 3-2 upande wa mikwaju hiyo ya matuta. Ni kwamba Arsenal walijikatia nafasi hiyo kwa kuichapa Real Madrid magoli 4 kwa jumla, ambapo magoli 3 kwa mikwaju ya matuta ama penalti, na vile vile katika ile 90 minutes ukipenda ya bao 1-1. Katika mechi yao ya pili ambapo walikuwa wageni Emirates Stadium, Real Madrid waliweza kupigwa bao 1-0. Kwa hivyo ni kwamba katika mechi ambayo ni mechi ya mkondo na wa kwanza wa mwaka huu wa 2024-2025 katika UEFA Champions League, ni kwamba Real Madrid wana kibarua kikubwa, licha ya kuwa wako na wachezaji mahiri. Wako na Kylian Mbappe, mchezaji ambaye ametokea PSG na kujiunga na Real Madrid katika uhamisho ule digital uhamisho mwanzoni tu wa msimu huu, na ni kwamba Kylian Mbappe ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa sana, ambao amezipiga vilabu vingi ambavyo ameshiriki navyo na amecheza navyo. Upande wa Arsenal ni kwamba wanategemea mchezaji ambaye ni Saka. Hivi majuzi alikuwa yuko katika mkeka, aliugua jeraha, lakini sasa ni kwamba kocha wake Arteta ambaye alikuwa vile vile mchezaji wa timu ya Arsenal ni kwamba ana uhakika ya kwamba wachezaji wake wako imara, na ni kwamba wanaitarajia mechi ambayo ni ya kesho basi itakuwa ni mechi ya kusisimua, na kwamba wanatarajia ushindi mkubwa ambao utaweza kuwezesha kuweza kusonga katika hatua kubwa mbele. Ni kwamba Arsenal wako na majeraha, kama upande tujaribu kuangalia upande wa mabeki, yuko mchezaji ambaye ni Gabriel Magalhaes. Hivi majuzi alipata jeraha na hivyo basi atakosa mchuano wa kesho, na huenda ikawa ni kipigo kubwa sana upande wa timu ya Arsenal, kwa sababu ni kiungo ambaye ni tegemeo sana upande wa ulinzi wa timu ya Arsenal. Lakini licha hivyo Arteta amesema kwamba wachezaji wake wako imara, na ni kwamba atakwenda kuchukua nafasi ya Gabriel Magalhaes kuweza kumweka Jordan Timber ambaye atakwenda kucheza nafasi ile. Licha ya kuwa kuna majeraha
katika klabu ya wanatarajia kuwa na ushindi nyororo kabisa upande wa timu ya Real Madrid, kwa sababu wako pia Real Madrid wako na matatizo kama vile Valverde ambaye anacheza defensive, yuko na jeraha, anaguza jeraha, na vile vile Thibaut Courtois ambaye ni kipa hayuko sawa vile kimazoezi kwa sababu walipata mshtuko wa misuli, na ni kwamba huenda akacheza ama akakosekana. Lakini yote 9-10 ni kwamba wachezaji wa pande zote mbili wako imara kwa mtinange wa kesho, na ni kwamba mashabiki hawana hofu ila tu kungoja siku na kuweza kutarajia ni nini ambacho kitatokea upande wa timu ya Arsenal na upande wa Real Madrid. Langu jina ni James, sina la ziada ila tu tukutane kesho katika uwanja wa Emirates ambapo kutakuwa na mtinango huo baina ya Real Madrid na Arsenal.